captain Buruburu Sports Football Club. I'm a forward. Yeah, that's where I play my trade. Yeah. I've been Buruburu Sports for the longest I can remember. Yeah, since 2007. Back when I was in class 7, I began as an academy student. Yeah, I graduated over the grades. Yeah, so we began our league back in 2012, the district league. Yeah, so it has been a good progress. Each year we've able to earn a promotion. We've repeated the league severally, but currently we are in the Division 1 and we give thanks and praise. Yes, actually I'm proud. Yeah, because it hasn't been an easy journey. We've had challenges financially. We've lost players through injuries. Some have got scholarship. They have gone abroad. Actually, we've had a huge squad. Currently, we are remaining only 2 players, the one who began in the district league. So actually, I'm proud to be part of this club currently. Yeah, the sky is the limit. I mean, the boys are working hard every day, every season. We try and bring in new mentality. We bring players who can work, who have a mindset that they want to win. We want to bring that winning mentality, and we want to compete. Yeah, so the future is bright. We have young players coming in, and we see ourselves in the Premier League very soon. Actually, when the news came, we were somehow shocked. Yeah, we didn't see that coming. Yeah, so it's a good experience, and the challenges were tough, honestly speaking. Yeah, so when the betting came, it's a reprieve for community clubs like us. There are a few in our leagues. Yeah, we have challenges in traveling and honoring match official fees. So with such a huge bonus in our side, I think we'll focus more on the playing unit. Yeah, so it can only get better, and we are very, very thankful to BetKing, and we look forward for them joining us in the Division 1. Yeah, so as players, it's a huge boost. Plus, at the end of the day, you have no excuse. Yeah, so it's pressure on us some way, but we thrive under pressure. So we are looking forward for them. Yeah. Mimi ndio chairman wa Buruburu Sports. Project yetu ilikuwa tuanzishe juu vijana wengi walikuwa wamekaa mtaa. So tulianza tu na youth team, tukaona acha tulete vijana waanze kutrain. So walikuwa under 10 kurudi chini. So vile tuliwatrainisha hivyo wakaanza kuwa kubwa. Fika 2012 tukaona acha tuingie ligi ya Federation. Tukaingia county league. Hapo ndo tulianzia. So 2012 tulikuwa county league, alafu tukacheza for one season. 2013 tukaingia 2012 tulikuwa sub county. Then 2013 tukaingia county. Tukacheza county for 2 seasons. 2015 tukaingia regional ya Nairobi. So tulikuwa hapo for 3 years, 15, 16 na 17. So tukakuwa promoted, tukaenda kucheza sasa Division 2. Yeah, after Division 2 tukacheza for 1 season, that is 2017. Then tukaingia Division 1, mali tuko sahi. Sahi tuko the second season. Vile tu COVID imekuja ikafanya vitu hazija move there. So kitu sasa tuko nayo Buru, tuko na youth system. Tuko na mpaka under 10. Na nikikuambia saizi tuko na timu yetu ya under 20 wanacheza sub county ya Federation. So kuna wale suto wa chini tukileta juu.
Kwa proud ile targets tulikuwa nayo, tulikuwa tuna target by 2018 tulikuwa tumeingia KPL, lakini so far juu si ni timu ya mtaa, whatever tumeachieve saa hii na very little tuko nayo, tuna feel it's a plus to us. Challenges tumekuwa nazo naweza sema ni financial challenge. Hiyo ndio kitu tumekuwa nayo juu unaona si ni timu ya mtaa, na sasa hii league tunacheza kuanzia division 2 ina involve lazima tuwe na pesa, na unaona hatuna mdhamini juu unaona kama sasa hizi division 1 imegawanishwa mara mbili, kuna zone A na kuna zone B. So si tuko zone A. Zone A tunaanza kucheza games kutoka Naivasha mpaka Mombasa, which tuenda mpaka Ukunda. So unaona hizo trips za away, transport inakuwa shida, lazima mkuwe na pesa na accommodation. Sasa ndo zimekuwa challenges kwetu, which tuna hope kama tunaweza pata mdhamini ama tupate hiyo nini, tuna hope mambo yetu itakuwa poa. Tukienda away lazima itabidi muende mpate accommodation na pia mweze kutravel poa. So mbona tumekuwa tukistruggle. So naweza kuambia for example zile game tumecheza za Mombasa, kama season ya kwanza tulienda Mombasa mara 5. Unaona hiyo ni burden sana kwa team ya mtaa. So una find sutoka like kama game yetu ni Saturday, sutoka on Friday. Unaona tunafika, tunatafuta mahali, vijana wanajirefresh kidogo, wanakula, tunaingia ground, tunacheza tena tunarudi. Unaona hiyo inakuwa ngumu kidogo. So tuna feel like kama tunaweza pata mdhamini, vijana waweze kupata time hata waende huko a day before, nadhani tunaweza kuwa na good results. So challenge kubwa tunasema ni kupate mdhamini hizo kutravel away, transport na accommodation so far. Then maybe equipments kidogo kama maballs, beads, tuseme cones, tuka hizo tukiweza pata pia inaweza kuwa poa. Yeah. Vile tuliambiwa tu hiyo mambo ya betking, kwetu sisi yenyewe ni blessing kubwa sana, na tunashukuru juu at least saizi tuko na something ile tuko sure hatuwezi kosa kuona game, tutaenda game juu una find like vile nimekuambia tulikuwa tunaenda Mombasa, sasa tulikuwa tuna transport ya kwenda game, bora tufike na tuko na pesa ya kulipa referee. Tukishashinda game ndio sasa tunatafuta well-wishers waweze kutupatia fare turudi. Unaona hiyo ilikuwa ni shida kwetu. Kwa hivyo sasa hizi ukituambia vile wametuambia watatupatia $500,000, hiyo kwetu tuna feel ni a plus, itasaidia pakubwa sana na itafanya pia mpira ya division 1 na feel hii season inakuja itakuwa ngumu sana. Juu ma teams itakuwa at least wako na kitu, watakuwa well organized na ball itakuwa bit tough juu pia kuna awards. Juu walikuwa wanasema kutakuwa na coach of the month, player of the month, na pia season ikiisha pia kutakuwa na nini na awards, na pia ma teams zinataka kupanda ziende NSL. Kwa hivyo na feel vile hii pesa imekuja itafanya kiwango ya ball iweze kwenda juu kidogo. Yeah. Target yetu tuseme tukiresume tuna resume tutajipatia like one season division 1, then another season pige KPL nini NSL, then tuseme tujipatie 4 years kama ni ndogo tunataka tukue tumefika KPL. Yeah. Iko possible, hakuna kitu, sioni kitu ngumu juu pia suche za ma-friendly saa zingine na hizi timu za KPL tunaona tu pia si tunaweza. Ile tukue nafanya tuna feel hatuna nini hiyo, tukipata pesa then tuna feel tunaweza fanya kitu tunataka. Juu tukiwa na hii pesa inaweza kuwa rahisi pia kuscout. Tunaweza pata mchezaji anatoka mbali, tunaweza mwambia wewe kuja tucheze game na tuweze kumpatia accommodation, na tunaweza pata the best kuliko ita to limit tu ati buruburu peke yake. Tunaweza scout from anywhere tupate player mzuri na kuja afanye nini, a join team tuweze kupata good results.